ni mafao ya pensheni, afya, ulemavu na fidia, kunusuru na kutoa kinga kwa kaya maskini, kulinda heshima, utu na mambo mengine mengi. Kwa ujumla wake ni ustawi wa jamii na ni haki kwa kila Mtanzania. Hili ndilo lengo halisi la sera ya kinga ya jamii. Sera hii ni kuhakikisha Watanzania wote wanaishi katika viwango vya kinga ya jamii vinavyokubalika kimataifa na kutumia uwezo wao ili kuimarisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Wananchi walio wengi hujitoa kufanya kazi kwa bidii kwa kulenga maisha bora, si tu ya sasa, lakini hata baada ya nguvu kukoma. Na ndiyo maana serikali ikaandaa sera ya taifa ya kinga ya jamii ya mwaka 2023 kwa lengo la kuweka uratibu madhubuti na kuimarisha utekelezaji wa afua stahiki za kinga ya jamii. Sekta ya kinga ya jamii imeweka mazingira wezeshi ya kisera na kisheria kwa wananchi dhidi ya majanga na maisha siku za usoni kama vile uzee, maradhi, ulemavu na ukosefu wa kipato. Umuhimu wa kinga ya jamii ulidhihiri zaidi hasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipolizungumzia wakati akihitimisha Bunge la Juni 27 mwaka jana 2025. Serikali imeanza kutekeleza sera ya taifa ya kinga ya jamii ya mwaka 2023 ambayo imeweka utaratibu madhubuti wa kuimarisha utekelezaji wa afua stahiki za kinga ya jamii kupitia mifuko ya hifadhi ya jamii, programu za misaada ya kijamii ukiwemo mpango wa kunusuru kaya maskini TASAF na upanuzi wa wigo wa huduma za kijamii kwa wananchi. Serikali imejizatiti kuhakikisha heshima na utu wa Mtanzania unalindwa katika kila hatua ya maisha. Katika kuhakikisha kinga ya jamii inawafikia wananchi wote, serikali kupitia Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano imeweka uratibu wa kusimamia utekelezaji wa afua mbalimbali zinazotolewa kwa wananchi. Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, pamoja na mambo mengine, imepewa jukumu kubwa la kusimamia na kuratibu sekta ya kinga ya jamii nchini. Jukumu hilo linahusisha mambo makuu mawili. Jambo la kwanza ni kusimamia kinga ya jamii ya uchangiaji, ambalo jukumu hili linatekelezwa kupitia mifuko ya hifadhi ya jamii ambayo ni mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF, mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma ambao ni PSSF, pamoja na mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF. Mifuko hii ina jukumu kubwa la kusajili na kulipa mafao kwa wanachama kutoka katika sekta zote za ajira pamoja na wananchi waliojiajiri kupitia skimu maalum ya hifadhi ambayo skimu hii inatekelezwa kupitia mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF. Aidha, pamoja na majukumu hayo, pia imepewa jukumu la kusimamia mifuko ya hiari iliyoanzishwa na waajiri na taasisi mbalimbali. Ofisi yangu kupitia sera ya taifa ya kinga ya jamii ina jukumu la kuratibu kinga ya jamii isiyo ya uchangiaji ambayo inahusisha utekelezaji wa programu na afua mbalimbali za misaada ya jamii. Sekta ya kinga ya jamii ikiwemo taasisi ya NSSF, mbali na kuhudumia wafanyakazi wa sekta binafsi, imeendelea kupata mafanikio katika kipindi cha serikali ya awamu ya 6 kwa kuongeza wigo wa huduma kwa wananchi waliojiajiri, hususan wajasiriamali wadogo, wakulima, wachimbaji wadogo wa madini, bodaboda, baba na mamalishe na kadhalika. Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii umepewa jukumu la kuhakikisha kwamba huduma za hifadhi ya jamii zinawafikia wote waliojiajiri, lakini pia wote walio katika sekta binafsi. Na sasa Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii unaendelea kutekeleza azma hiyo, na ambapo wananchi sasa waliojiajiri wana fursa ya kupata mafao. Licha ya huduma kuanza hivi karibuni, tayari matokeo yamejidhihirisha kwa wananchi mbalimbali. Tangu nimeanza kuwa mwanachama NSSF imenikuza kiuchumi, kwa sababu ile sasa akiba yangu niliyokuwa naiweka sasa hivi kwa mwezi naiona, kwa sababu yoyote yule nyumbani, familia yangu, wategemezi wangu akiumwa, NSSF inaniconnect kwenda kupata matibabu. Kwa hiyo nimekuwa kiuchumi, yani kwa sababu ile hela yangu niliyokuwa nahifadhi kwa ajili ya matibabu sasa hivi naiona, tofauti na wakati ambavyo sijajiunga na NSSF. Watumishi wa umma nao hupata huduma za kinga ya jamii kupitia mifuko ya PSSSF, WCF na NHIF. Pia imekuwa kichocheo cha ajira, ukuaji wa uchumi na pato la taifa,
ambapo mifuko ya hifadhi ya jamii imewekeza katika majengo, viwanda, biashara na miundombinu ya kimkakati. Mifuko ya hifadhi ya jamii imekuwa chanzo kikubwa sana cha kuzalisha ajira hapa nchini. Hii mifuko imekuwa ikiingia kwenye miradi mbalimbali ambayo katika miradi hiyo zinatengeneza ajira za kutosha kwa vijana, na lengo hasa ni kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira kwenye miradi kama hiyo ambayo tunaanzisha. Baadhi ya wananchi wamezungumzia fursa hizi za uwekezaji kupitia mifuko ya hifadhi ya jamii. Miradi hii imekuwa ni chachu ya ajira katika jamii, hasa vijana wengi ambao wako katika jamii inayozunguka miradi hii wamepata ajira na wameweza kuwa wanufaika katika miradi ambayo inaendeshwa na mfuko. Kupata madhila kazini ikiwemo kujeruhiwa si mwisho wa utu wa mfanyakazi, kwani yapo mafao yanayolipwa na mifuko ya hifadhi ya jamii, hasa WCF. WCF imepanua wigo wa fao la utengamao na sasa linajumuisha fao la utengamao wa ujuzi, vocational rehabilitation, na fao la utengamao wa jamii wa social rehabilitation. Madhumuni ya fao la utengamao ni kuhakikisha tunamrejeshea uwezo wa kibiolojia wa mwathirika aliyepata ugonjwa au ajali inayotokana na kazi, kuhakikisha pia kwamba anapata ujuzi wa kuweza kufanya kazi mbadala kama ulemavu alioupata unamfanya ashindwe kufanya kazi aliyokuwa nayo hapo awali, na fao hili la social rehabilitation linamfanya aweze kujichanganya vizuri na kushiriki majukumu ya kijamii. Hakuna jambo zito kama kukumbwa na mtihani kazini, hasa unaokusababishia usiweze kuendelea na kazi kutokana na kuwa mlemavu au kupata ugonjwa. Wananchi wana haya ya kuelezea. Natoka kwenye mishughuliko yangu, tukagongwa na gari nikiwa kwenye bodaboda. Katwa mguu mmoja na mguu mwingine pia uliwekwa chuma. Mwajiri wangu alifanya utaratibu wa kuwasiliana na WCF, na baada ya pale walikuja na walipa gharama zote. Mifumo ya TEHAMA imechangia kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma kwa viwango vya kimataifa, ikiwemo usajili wa wanachama, ukusanyaji wa michango, uchakataji na ulipaji wa mafao mbalimbali. Maboresho haya yamedhihirisha kwa vitendo utekelezaji wa azma ya serikali ya awamu ya 6 kuhakikisha mifumo inasomana. Mafanikio mengine ni ongezeko la malipo ya kima cha chini cha pensheni kwa wastaafu. Aidha, serikali kupitia mfuko wa fidia kwa wafanyakazi imeongeza kiwango cha kima cha chini cha malipo ya fidia kwa wanufaika. Hii ni hatua kubwa na ya kihistoria inayofanywa na serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kuongeza ustawi, heshima, hadhi na utu kwa wananchi. Kwa ujumla, mafanikio yaliyopatikana katika sekta ya kinga ya jamii kama ilivyoainishwa katika Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050 na Ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030, ambayo inalenga kuhakikisha kila Mtanzania analindwa dhidi ya majanga kwa kupata huduma jumuishi za kinga ya jamii. Hatua hizi ni ushahidi kuwa kinga ya jamii kwa wote, msingi wa maendeleo.